Na mhariri wa KTN News Shisia Wasilo, mtazamaji, anatupa kumbukizi ya jinsi alivyomfahamu Shadrack Miti kwenye kipande kifuatacho cha taarifa. Wakaishi maisha yenye athari chanya. Maisha chanya na rejelea idadi kubwa ya watu walioathiriwa au kuguswa na mtu yule kwa kiwango kikubwa ambacho hakiwezi kupimwa kwa mizani au kuelezewa kwa kutumia maneno. Kisha ghafla kama mshumaa wakatuaga bila ya kutupungia mkono. Jinsi tu walivyokuja bila ya matarajio, wakatoweka tukiwa tungali tunawahitaji, sababu ya upendo na mlahaka mkubwa waliokuwa nao. Mmoja wa watu hao ni Shadrack Samini Miti. Huyu mwamba alikuwa mwanahabari wa televisheni hapa Standard Group, mwanahabari aliyebobea na kutopea kwenye masuala ya elimu nchini. Kwa kufahamisha umma kupitia wino wa kalamu yake na sauti ya kukosha, akaja kubatizwa jina Mwalimu na wenzake. Mwalimu aliyetia nuru changamoto pamoja na masuala tata kuhusu tasnia ya elimu nchini yakafumbuka au kufahamika kwa urahisi. Nakumbuka muasisi wa taifa la Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alitambuliwa kwa jina hilo hilo, Mwalimu. Marehemu Profesa Ken Walibora alijitambulisha kwa jina mtoto wa mwalimu. Ima dhima ya mwalimu katika jamii haina mjadala. Nafasi yao ni kubwa, pana, isiyo na mwisho. Kutokana na upeo wake kwenye mawanda yayo hayo, chumba cha habari cha KTN kikampata mwalimu. Mwalimu ambaye daima dumu alikuwa radhi kuwafunza na kuelekeza wenzake kuhusu nyanja elimu. Kwa wengine aliitwa Shadii, ufupi wa jina Shadrack. Ni mmoja wa wanahabari aliyeacha taathira katika masuala ya elimu. Elimu na Shadii, Shadii na elimu. Alitoa mwelekeo jinsi taarifa za elimu zilivyoshughulikiwa, sio tu kwa maripota wenzake, bali pia kwa wahariri wake. Kwa yeyote aliyetaka kuandaa mijadala ya elimu, Mwalimu alikuwa na marafiki waliokuwa na ujuzi na uzoefu, hivyo akawaunganisha na wataalamu wale kwa matlaba ya kuandaa taarifa au mijadala. Nilipojiunga na shirika la The Standard, ama kwa hakika sikutia jicho langu kwa mwanahabari huyo, au kwa lugha nyepesi hatukuonana. Wakati huo maripota walifanyia kazi zao katikati ya jiji, nasi wahariri tukiwa katika makao makuu ya The Standard. Hivyo mtagusano wangu na wake ulikuwa kwa njia ya simu, finyu sana. Nilikutana naye uso kwa macho maripota wote walipohamia makao makuu katika barabara kuu ya Mombasa. Katika chumba cha habari cha KTN niliketi mkabala naye. Leo ninapoyaandaa makala haya, jicho la tatu likipepesa mahala alipopenda kukaa, wala halimuoni. Ni mmoja wa wanahabari ambaye maandishi yake hayakuwa na makosa, na iwapo makosa yalikuwepo, basi yalikuwa ni machache mno. Sasa Mwalimu amepumzika. Mwalimu ametuaga. Mwalimu hayuko nasi tena. Ameelekea njia isiyo na majeo. Nalifuta chozi kushoto, kulia latirika, maumivu moyo wa moto, nafsi ya katarika, vilio wakubwa watoto. Kupoteza Mwalimu ilikuwa pigo kubwa kwetu sote. Binafsi nilimwona kuwa mshauri na rafiki. Hisia za huzuni na mshangao bado zipo, lakini najaribu kukumbuka nyakati nzuri tulizokuwa nazo pamoja. Mpole wa tabia, mwenye utaratibu wa kufanya mambo, lakini pia alijitolea kuli hali kwenye majukumu yake. Shadii atakumbukwa daima kwa mchango wake na uhusiano mzuri aliokuwa nao nasi. Muhimu zaidi, alikuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Hivyo ninaamini kuwa hatujampoteza, ila anapumzika tu. Jicho la tatu linatoa pole kwa familia na marafiki wa Shadrack Samini Miti. Tunaombea faraja katika kipindi hiki kigumu. Ameacha mjane na mwana. Nihitimishe kwa Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 6 hadi 7. Maana mimi sasa ni tayari kutolewa kama sadaka. Saa ya kuondoka kwangu imefika. Nimepigana vita vyema, nimemaliza shindano, nimeitunza imani. Roho yake Mwalimu
ipumzike kwa amani pema penye wema. Ama kweli mtazamaji, chumba cha habari, tasnia ya wanahabari watamkosa sana Mwalimu